Ya wokovu sio jambo rahisi, kuitunza sio jambo rahisi. Nakumbuka nilipokuwa Malawi muda wa miaka 18, miaka almost 19 years. Kuna ndugu mmoja mtoto wake amepigwa na mlonge. Mlonge ni nani ndio Swahili? Mlambo? Acha tuseme tu mlonge, hiyo. Mlambo? Shimi ni fresh. So hiyo ndugu mtoto akakapigwa, alikuwa mmoja wa wana wa kanisa. Huyo ndugu mtoto akasumbuka. Mtoto alikuwa analia usiku na mchana. Sasa hatukujua hizo habari. Sasa watumishi wazee wa kanisa wakafahamishwa kwamba kuna Mkristo wetu ambaye anagonjwa mtoto nyumbani kwake. Wakaenda kumwombea usubuhi. Wakafika nyumbani wakanijulisha, mzee, kuna mtoto wa mtu fulani ambaye anagonjwa. Walipofika nyumbani nikajitahidi, nikafanya hatua kwenda kumwona mtoto. Mtoto nilikutanisha mguu uko na waka moto. Uko na kusafu mtoto mguu unawaka moto. Na mtoto halali usiku. Mtoto halali mchana. Ni kulia tu. Sasa nikamwambia hivi, baba na mama, mtoto atapona. Msiogope, mtoto atapona. Naye muamini mimi atamponya. Amen. 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 Maana namfuata Yesu. Amen. Nikaomba. Jasho ikanitoka. Na mtoto akasema kwamba moto naisha. Amen. Nipelekeni chumbani nilale nipumzike. Amen. Amen. Nikamshukuru naye muamini mimi. Amen. Nikawaambia wazazi, naenda nyumbani, jioni narudi tena kumwombea mtoto. Apate kiri ya kuenea. Amen. 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 Nikarudi ilikuwa saa 10 za jioni. Napiga hodi, nilipopiga hodi, baba kabuta ilikuwa ni pazia, curtain. Akabuta tangulia, akaambia mzee tukali mazungumzo. Subiri kidogo. Tukaanza mazungumzo ya jamaa. Nikajisi ndani yangu ni wafumu ndio wako mnyumba. Nikajiendea nikamwambia hamna shida, narudi nyumbani. Na sitarudi. Juu ananiambia asimerujia kwanza, tukaanza mazungumzo ya jamaa. Nikajisi ndani yangu kwamba ni wafumu ndio wako mnyumba. Nikajirudilia nyumbani. Na sikurudiaga tena. Baada kama ya siku 3 siku 4, mmoja wa watumishi wa Mungu akaja kuniona nyumbani. Aseme fulani yuko na kuita kwenye chumba cha maombi. Kutokumfuata Yesu. Tunaitwa wanafunzi wa Yesu lakini hatufuati nyayo zake. Hatufuati amri zake. Nikamuuliza ananiita kwa nini? Aseme mtoto hali imekuwa mbaya zaidi. Nikamwambia sitaenda. Akaambia mzee, anasema kwamba uende ujitahidi uende. Nikaenda. Nikutanisha mtoto ameletwa ndani ya chumba cha maombi, baba na mama wako mle. Mtoto yuko analia analalamika. Mungu atuhurumie sana. Amen. Kutokumwamini Yesu. Kutokushika amri za Yesu. Kutokuwa mwanafunzi kinaga ubaga. Sasa nikaangalia mama, nikaangalia baba, wameisha fanana, wenye kulia wamelia wakachoka. Nikaita baba, njoo kwanza. Tukaenda mko ofisi ya kanisa. Nikamwambia uniambie ukweli. Bilikuwaje ile siku nifika nyumbani jioni kuja kuombea mtoto? Maana mtoto nilimwacha amesema kwamba moyo ulikuwa na waka. Lakini nimetulia, akasema kama waende wamlalisha lale apumzike, maana muda mrefu kulala. Mzee naona kaambia useme ukweli.
Akaniambia, baba, ile siku nitasema ukweli, katika hali ya kutubu kulikiaka mfumo mmoja hivi akaanza kuchanja mtoto. Nikamwambia, basi unaua mtoto kabisa. Unaua mtoto. Mtoto naenda. Utukufu wa Mungu hachangii. Hachangii utukufu na wanadamu. Hachangii utukufu na mtu yeyote. Hakuna. Sasa tunaomba halafu tunapeleka tena mtoto kwa wafumu. Sasa akipona unachanga vitu. Nani sasa utamrudishia nani sifa? Kaambia unaua mtoto. Mtoto alikufa. Nimwambia niko mtumishi wake Mungu, na Mungu kwa neno lake hawezi kujichanganya. Sifa zitamrudi nani? Kama ulichanga Mungu tunaomba na unaleta tena wafumu jioni. Sasa mtoto akipona, sasa nani utajua nani mwenye ameponya? Ile wakati tuliombaka hakuona kashanji maseme alilala vizuri sana. Na hakuna tena kulia. Unaleta tena watoto jioni. Nani wafumu jioni wakuja kuchanja mtoto. Tulizikaka mtoto. Alikufa. Mungu huyo. Ukimwamini hii mwili tutakufa tu. Tutakufa tu. Watoto nao wazaa hawako wangu, ni watoto wa Mungu. Amen. Mungu atupitia tu waonekane duniani. Akitaka kutosha tatosha. Akitaka kutosha, bali huyu mtoto ni wa Mungu mwenye naye alipeleka. Sawa? Watu wako nashinda wako vurugana. Mimi niko hapa, niko baba aliyenizaa. Baba aliyenizaa. Mungu amempitia nionekane duniani, lakini nimetoka wapi? Na siku atanitosha hata uliza baba. Atauliza nani? Hakuna. Sasa chukua si mali yake. Kwani shida ipo anajitesa? Tena waenda kuuguza. Sio kuuguza. Kuaguza. Baenda kuaguza juu bajue nani aliua. Sasa utamrudisha? Never. Hiyo yote ni kutokuokoka, kutokumwamini Yesu. Kutokuwa mwanafunzi wa Yesu. Mungu atumie sana. Amen. Tujitahidi kwa neno la Mungu tuwe wanafunzi wa Yesu. Wakati tufao na wakati sio tufao. Tumtumikie Mungu. Amen. Maana tunatoka duniani, tuko wageni na wasafiri. Dunia sio makao yetu. Na matakwa ya Mungu siku moja tuishi pamoja naye milele tu. Amen. Amen. Kama utakuwa nakasirika wakiwaambia neno la Mungu, unakasirika neno la Mungu la uzima ambalo tunalisoma ndani ya neno la Mungu humu mwa hili neno. Ukiwa mtu ukasiriko na ambiliwa, ujue kama uko na mapepo. Tena mengi shetani. Badilika. Ubadilike. Kuzimu jua kama umeokoka, hauko mtu wao na mbingu zikushangilie. Amen. Sema kwamba na chombo changu duniani. Amen. Apewe sifa Bwana. Amen. Kwa neno la Mungu mtu akinitumikia na nifuate. Mahali nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Na mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Amen. Neno la Bwana. Amen. Amen. Mungu wa mbinguni anakuheshimu. Chombo chake duniani. Bwana apewe sifa. Amen. Tusiokoke wakati wa shida, tunatoka mapenzi ya Mungu. Wakati unagonjwa usipokee, magonjwa umelemewa, halafu telefonea kama ni kwenye umetokea, uende kwa mtu fulani, maana tukua shirikiana kwenye ufumu. Aniulizie nani ambaye yuko ananifanya hivi. Tunayokoka. Siwache utoke duniani. Tunasema kama tutapumzika. Siwache kufa upumzike. Yes. Utapumzika na ngani nauliza nyumbani? Hakuna. Suko kundi kulungula. Tamungula kwenye moto wa milele. Kwenye ziwa utaingia huko. Wanafunzi wa Yesu. Wakati tufao, wakati wa magonjwa tutamwamini Mungu. Sawa? Amen. Wakati wa shida, wakati wa njaa, wakati wowote ule, hata shida lifike tutamwamini tu. Hata rafiki watakosa tutaamini tu. Amen. Yesu atabaki rafiki daima. Yesu wetu atabaki rafiki daima.
Amen. Tunabidi kanisa ambalo tunaliongoza nimwambie Mungu ya kwamba huyu ndiye tuliyemwongoza duniani. Bikira aliye safi. Bikira aliye safi. Amen. Watakatifu wa Mungu. Simama kwenye msimamo. Mwanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu makucha marefu, marangi. Ha? Hekalu lake Mungu unalichafua. Ungana ndio kwa bafumu. Si huyo ni mwanadamu, kesho atakufa. Na Mungu atusaidia, tubariki, tuingie ndani ya Mungu kinaga. Kati tufana kati sio tufaa. Tutamtumikia Mungu. Na Mungu atusaidie. Amen. Amen.